Karibuni tena uwanjani, mashabiki wa mpira wa miguu. Niko tayari kuwapeleka kwenye mashindano makubwa zaidi sayarini. Kombe la dunia la FIFA 2026 hatimaye limefika na litachezwa katika nchi 3: Marekani, Canada na Mexico. Tuna timu 48, mashindano yamepanuliwa na historia nyingi tayari imeanza kuandikwa kabla hata filimbi ya kwanza haijapulizwa. Leo tunatumia kipindi hiki chote kuzungumzia bara ambalo linaleta moto, mbwembwe na vipaji halisi huko Amerika Kaskazini. Nazungumzia bara la Afrika. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, shirikisho la mpira wa miguu Afrika, CAF, linapeleka timu nyingi sana kwenye mashindano haya. Timu 10. Fikiria jambo hilo. Mataifa 10 ya Afrika yanabeba matumaini ya watu zaidi ya bilioni 1. Miaka 4 iliyopita, nchi ya Morocco iliweka rekodi kwa kuwa nchi ya kwanza ya Afrika kufika nusu fainali ya kombe la dunia. Sasa, kwa kuwa mashindano yamepanuliwa, milango iko wazi na bara letu limeitikia wito. Je, ni timu gani kubwa? Zipi ni mpya kabisa? Hebu tuangalie. Ili kuipa heshima kila nchi, tutapitia orodha hii ya kihistoria. Kwa kufuata mtiririko wa herufi, hizi hapa ni nchi 10 za Afrika zilizokata tiketi kwenda kombe la dunia la FIFA 2026. Kwanza kabisa, tuna Algeria. Timu inayoitwa Mbweha wa Jangwani imerudi tena kwenye uwanja wa dunia. Baada ya kukosa kwenda mwaka 2022 kwa njia ya kusikitisha, safari hii walitawala kundi G kwenye mechi za kufuzu bila kufungwa hata mechi moja. Wanaleta ufundi mwingi na wana hamu kubwa ya kuonyesha uwezo wao. Kisha makofi mengi kwa Cabo Verde, Cape Verde. Papa wa Blue wamefanikiwa. Nchi hii ya kisiwa yenye watu zaidi ya 500,000 imefuzu kwa mara ya kwanza kabisa kwenye kombe la dunia, ikiongoza kundi D na kuziacha nyuma timu kubwa kama Cameroon. Ni hadithi nzuri sana ya timu ndogo kufanya maajabu, na hakika mashabiki wengi watawapenda huko Amerika Kaskazini. Ya 3, tunawakaribisha tena Kongo DR, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chui walipambana sana, wakipitia mechi ngumu za kufuzu ili kupata nafasi yao. Mara yao ya mwisho kucheza kombe la dunia ilikuwa mwaka 1974 walipokuwa wakiitwa Zaire. Zaidi ya miaka 50 baadaye, Chui wako tayari kunguruma kwenye jukwaa kubwa tena. Ya 4 kwenye orodha yetu ni Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Tembo walipita kundi F kwa kishindo, wakifunga mabao 25 na hawakufungwa hata bao moja. 0. Wanakuja na nguvu nyingi za kimwili, nidhamu nzuri ya mbinu uwanjani na wachezaji wengi wenye uzoefu wa kucheza kwenye klabu kubwa za Ulaya. Msiwadharau. Tukifika katikati ya orodha, tuna wafalme wa Afrika Kaskazini, Misri, Egypt. Mafarao walipita kundi A bila kupoteza mechi hata moja. Wao ni wababe wa muda mrefu barani Afrika, na kwa ulinzi wao imara na uhodari wa kufunga mabao, wanataka kuweka historia na kufika mbali zaidi kwenye mashindano haya. Namba 6 inatuleta kwa Ghana. Nyota nyeusi, Black Stars, tayari ni wazoefu wa kombe la dunia. Nani anaweza kusahau mchezo wao mzuri sana wa mwaka 2010? Waliongoza kundi la kwanza lenye ushindani mkubwa, na huwa wanacheza vizuri sana taa za kombe la dunia zinapowashwa. Tarajieni mpira wa kasi na usio na uoga. Ya 7 ni timu isiyohitaji utambulisho, Morocco, Simba wa Atlas. Mashujaa wa Qatar 2022 walipita kundi A kwa urahisi, wakishinda kila mechi. Miaka 4 iliyopita walionyesha ulimwengu uwezo wa soka la Afrika. Hawaji hapa kushiriki tu,
wanafika Amerika Kaskazini kama washindani halisi wa kutoa kombe. Ya 8 ni Senegal. Simba au Teranga walicheza vizuri sana katika kundi B. Wana mchanganyiko mzuri wa ulinzi imara na ushambuliaji wa haraka sana. Senegal siku zote imekuwa mojawapo ya timu bora zaidi Afrika na wana uwezo wa kuifunga timu yoyote ile. 9. Tunaelekea kusini kwa Afrika Kusini. Bafana wamerudi. Walishinda kundi C lililokuwa gumu sana, wakiwashinda Nigeria. Ni mara yao ya kwanza kucheza kombe la dunia tangu walipokuwa wenyeji wa mashindano haya mazuri mwaka 2010. Wana timu yenye umoja, vipaji vikubwa vya ndani na nguvu ya kushtua wapinzani wao. Na mwisho kabisa katika orodha yetu ya kihistoria ya timu 10 ni Tunisia. Tai wa Carthage walicheza kwa ufundi sana katika kundi H. Hawakufungwa mechi yoyote na hawakuruhusu bao hata moja katika mechi 10. Wana mbinu nzuri, ni ngumu sana kuwafunga na ni autari kwenye kushambulia kwa kushtukiza. Vuta pumzi sasa. Algeria, Cabo Verde, Congo DR, Cote d'Ivoire, Misri, Ghana, Morocco, Senegal, Afrika Kusini na Tunisia. Mitindo 10 tofauti ya uchezaji, tamaduni 10 tofauti za soka, lengo moja lenye umoja. Kombe la dunia la 2026 si kubwa tu, lina utamaduni mwingi zaidi. Tukiwa na timu 10, nafasi ya nchi ya Afrika kufika fainali au hata kunyanyua lile kombe la dhahabu ni kubwa zaidi kuliko hapo awali. Tuna uhakika wa kuona mabao mazuri sana, matokeo ya kushtukiza na ushangiliaji wenye mzuka ambao mashabiki wa Afrika pekee wanaweza kutoa.